Asema katika mwezi huu wa Shaaban amali zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, matendo ya waja yanapelekwa kwa Allah. Wakasema kwamba ni matendo ya mwaka mzima, pamoja na kwamba Sheikh kama sikosei Ibn Baz rahimahullahu ta'ala akaja akasema kwamba ni ule usiku wa Lailatul Qadr. Almuhimu akasema matendo yanapandishwa ya waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema fa uhibbu an turfa amali wa ana saim. Asema napenda matendo yangu yanyanyuliwe kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mimi nimefunga. Unaonaje matendo yakipelekwa kwa Allah, alafu miongoni mwa amali zako ambao siku hiyo yanapelekwa au katika muda huo yanapelekwa, wewe tayari uko katika funga, uko katika ibada ya funga, na maana utakuwa wewe amali yako imepata hadhi kubwa sana. Hiyo ni katika kupata kheri ndani ya huu mwezi ambao ni wa Shaaban. Na wanachuoni wa hadithi inasemekana katika hadithi ambazo zimeswihi katika mwezi wa Shaaban, pamoja na kwamba wamesema hadithi nyingi ambazo zinaeleza fadhila za mwezi wa Shaabani nyingi ni dhaifu, yani nyingi ni dhaifu, zifanyiwe kazi. Lakini wakasema kuna hadithi moja hii ambayo wanasema inna Allah ta'ala liyattali'u fi laylati nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-mushrik au mushahid. Hadithi hii ameipokea Ibn Majah na Sheikh Al-Alban akasema hadithi hii nzuri, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajitokeza katika usiku wa nusu ya Shaaban, kisha akawasamehe watu wote, viumbe wote anawasamehe katika madhambi walioyafanya, anawasamehe isipokuwa watu wa sifa mbili. Sema isipokuwa mshirikina hawezi kusamehewa. Mshirikina hawezi akapata msamaha huu, asamehe kabisa. Shiriki kama tunavyofahamu kwamba ni janga kubwa ambalo ni hatari. Watu wanashirikisha, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanapiga ramli, watu wanaangalia, wanasema wanaangaliwa nyota, siji nyota imefifia bwana, inatakiwa ihuishwe vizuri, iendelee kung'aa. Yote hayo ni ushirikina. Mambo ya kujua mambo ya ghaibu yasiyoonekana, mtu anakuambia bwana mwaka huu bwana kutatokea kadha wa kadha wa kadha, na hali ya kuwa hakuna jambo ambalo limejitokeza. Unazungumza ambayo yajayo uyafahamu. Hii ni katika mambo ya ushirikina. Lakini ushirikina ulio mwingi kwetu sisi ni watu kwenda kupigiwa ramli. Naenda kupigiwa ramli, oh bwana labda umepata matatizo, unaumwa. Unafika unaambiwa bwana wewe bwana nyumbani kwako kuna hili na hili bwana. Kuna mtu anakuchezea, tena mtu mwenyewe ni jirani yako tu, mrefu hivi mwembamba, mwana mama mmoja hivi, au mzee mmoja hivi mfupi mnene hivi. Sasa hivi wewe katika majirani zako wanayekuzunguka, au watu wasifai wakosekane? Mama mrefu hivi mwembamba akosekane katika majirani zako? Wapo. Haya, mzee mmoja mfupi hivi mnene, wanakosekana? Wengi kabisa. Sasa unaanza kupiga, nilipishana na mtu fulani jana, ndo huyo.
ukaja ukaanza kuleta shida, mwambia haya tufanyeje bwana? Mbia bwana, mimi nitakutengenezea dawa, hamna shida. Wewe tafuta kondoo mwenye kichwa cheusi, mwenye baka jeupe hapa, alafu mimi nitakuja kushughulika. Na kweli haraka haraka kondoo wako wengi ukamtafuta, akaanza kufanyia vitu vya ajabu. Uongo mtupu, hakuna chochote kabisa. Huo ni ushirikina huo. Na wakafa nayo bila kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ni motoni milele na milele utoki. Watu wenye madhambi mengine yasiyokuwa shirikina na wakastahili kuingia katika moto, wataadhibiwa kulingana na madhambi yao, alafu kisha baadaye watatolewa. Lakini mshirikina amekufa nayo, kisha habari yako. Wewe umeagana na pepo kabisa moja kwa moja. Hilo ukitubia kabla hujafa, Allah anakusamehe. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah anasamehe madhambi yote, atakusamehe kabla hujaondoka katika dunia hii. Lakini ukafa nayo baba, ujue umekwisha habari yako. Pepo wewe umeagana nayo. Huyo ni mtu wa kwanza. Wa pili, mashahin. Mashahin ni mtu ambaye mgomvi, amegombana mwenzake au amekata udugu, wasema bwana, mimi basi tena sitaki kabisa, hata harufu yako sitaki nione. Na ukifa basi, yani tumeagana hapa duniani na huko akhera, taki kabisa hata kuwa karibu na wewe. Ni mgomvi huyo, na vile vile hawezi akapata msamaha huo. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa fadhila ambazo zinapatikana katika mwezi kama huu. Madha kana yasna'u salaf fi Shaaban, kitu gani walikuwa wanafanya waja wema waliotangulia wakati wa mwezi wa Shaaban? Walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanajishughulisha na nini? Qala Salama, asema kana yuqalu shahru Shaaban shahru al-qurra. Salama anasema ulikuwa wasemwa mwezi wa Shaabani kwa waja wema waliotangulia, walikuwa wanaita ni mwezi wa wasomaji wa Qur'an. Huu ni mwezi wa wasomaji wa Qur'an. Hiyo ni kauli ya kwanza. Amr ibn Qais naye anasema kwamba idha dakhala Shaaban, asema aghlaqa hanutahu ay dukkanahu wa tafarraga liqira'ati alquran. Huyo Amr ibn Qais anasema kwamba ilikuwa ikiingia Shaabani tu yeye alikuwa anafunga duka lake, labda alikuwa anafanya biashara za kuuza na kununua, lakini Shaabani kiingia tu anafunga duka lake. Huo muda sasa anautumia kuisoma Qur'an. Hivi nani mimi na wewe unaweza kufanya kazi hiyo mwezi mzima kabisa, ukafunga duka lako alafu ukaanza kusoma Qur'an? Haina maana kwamba ukiuza katika mwezi wa Shaabani ni harama. Hii ni kuonesha kwamba ucha Mungu huyu bwana ulikuwa uko juu kweli kweli, na kuonesha kwamba katika ukisoma Qur'ani muda huu ambao wamesema kwamba ni shahrul qurra, ni walikuwa ni wasomaji kweli. Mtu anautumia muda huo katika kuisoma Qur'ani. Na Habib bin Abi Thabit na vile vile alikuwa idha dakhala Shaaban qal, yeye anasema kwamba pindi inapoingia Shaabani yeye anasema hadha shahrul qurra, anatangaza jamani, huu ni mwezi wa wasomaji wa Qur'ani, isomeni Qur'ani kweli kweli. Watu walikuwa wanajishughulisha na nini? Na kuisoma Qur'ani. Ukienda katika Lataif al-Maarif katika ukurasa 138 utayakuta maneno haya. Kisha
tunaulizwa hali yustahab takhsis yawm nisfi min Shaaban bisawm, je, inapendeza, ni sunna kuhusisha siku ya nusu ya Shaaban kufunga? Hapa sasa tunaenda huko ambapo watu ndio wanashughulika. Sasa hivi watu wanafanya maandalizi wengine. Leo nimesema ni 13 Kama ni 13 ina maana kwamba imebaki siku moja ya pili ambayo ni siku ya juma ngapi? Jumatatu, sio? Ni 15 hiyo. Watu watakuwa wamefunga. Je, ni sunna, ni jambo ambalo linapendeza kuhusisha siku ya nusu ya Shaabani kufunga? Qala Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, akasema takhsis al-yawm al-muwafiq lin-nisbi min Shaaban bisawm fa makruh la dalil alayhi. Asema Sheikh kwamba kuhusisha siku ambayo inaafikiana na nusu ya Shaabani kwa kufunga, ili ni jambo ni makruh, halina dalili yoyote juu ya hili kwamba eti watu wafunge kwenye nusu ya Shaabani. Asema hili ni jambo ambalo halipo, hakuna dalili yoyote. Na jambo ambalo halina dalili, sisi Uislamu tunaambiwa tufanye nini? Tuliweke pembeni. Dalili hakuna, kwa maana kwamba maelekezo hakuna katika sheria ya Uislamu. Na ukalifanya jambo ambalo hakuna maelekezo katika Uislamu ulifanye, wewe utakuwa umefanya jambo ambalo halipo, na utakuwa umezua, na uwezi ukapata malipo, na ukaitakidi kwamba lipo, basi utaingia katika kupata madhambi moja kwa moja. Kifika Shaabani nusu, basi watu wanafanya sherehe hizo, wanapiga vyakula, watu wanakula, wanasoma dua mbalimbali, na wengine wanaswali rakaa kadhaa, zipo ambazo wameziweka, mambo ambayo hayapo katika Uislamu. Ndugu zangu katika imani, Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema min al-bid'a, kule kusherekea ule usiku wa nusu ya Shaabani tarehe 15, asema ni katika uzushi allati ahdathaha ba'dhu an-nas, tena uzushi ambao wameuzusha baadhi ya watu, wakaweka vitu kama hivi. Huu ni uzushi ambao wameuzusha baadhi ya watu. Tena asema bid'atul ihtifal bil lailati nisfi Shaaban, uzushi wa kusherekea usiku wa nusu ya Shaaban, wa takhsus yawmiha bisiyam wa laysa ala dhalika dalil yajuzu al-i'timad alayhi. Na akasema kwamba na kuhusisha siku hiyo kwa kufunga, hakuna juu ya hilo dalili ambayo inajuzisha kuegemea katika jambo hili. Kuna dalili yote ambayo inajuzisha watu kuegemea jambo hili wakafunga. Waqad warada fi fadliha ahadith dha'ifa la yajuzu al-i'timadu alayha. Lakini anasema Sheikh, na kwamba kumepokewa katika fadhila ya hii siku ya nusu ya Shaabani, zimepokewa hadithi ambazo ni dhaifu, hadithi ambazo haijuzu kuziegemea hadithi hizo kuhusiana na fadhila hizo. Hadithi zipo lakini ni dhaifu, na zimehakikiwa na watu wa hadithi kwamba ni mbovu zote. Kwa hiyo watu kusimama kufunga kwa ajili ya usiku wa nusu ya Shaaban ni jambo ambalo halipo katika dini ya Uislamu. Kienda katika Majmuu al-Fatawa juzu ya kwanza ukurasa 186 utaenda kuyakuta maneno haya. Vile vile ni ipi hukumu ya kuhusisha usiku wa nusu ya Shaaban bisalati wa siyam? Kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna watu wanafunga mchana, wanafunga alafu siku wanasherekea, wanaswali swala maalum. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema al-ihtifal bil lailati nisfi Shaaban bis-salah au ghayriha wa takhsis yawmiha bis-siyam bid'atun munkara inda ahli al-ilm.
Anasema kwamba kusherekea katika usiku wa nusu ya Shaaban, watu wakaswali na mambo mengine na vile vile wakafunga, sema huu ni uzushi ambao ni mbaya, ambao wameueleza ahlul ilm kwamba ni jambo ambalo halipo katika dini na haifai kabisa watu kufunga na vile vile kusherekea katika hiyo siku ya nusu ya Shaaban. Walaysa lahu asl fi shar'i almutahhar, na alina asili katika sheria iliyotaharika, bal huwa mimma hadatha fi alislam ba'da asri as-sahaba, baada asri as-sahaba radiyallahu anhum. Anasema hili halipo, halina asili katika sheria ya Uislamu, bal hili ni jambo ambalo limezuliwa katika Uislamu baada ya zama za masahaba kuondoka. Watu wakazua, wakaanza kuyafanya mambo haya. Tunapata kwamba hili jambo masahaba hawalijui, watu kufunga nusu ya Shaabani, yani kuhusisha siku hiyo tu wakafunga. Lakini tufahamu kwamba Mtume SAW alikuwa anakithirisha kufunga zaidi kuliko miezi mingine katika mwezi wa Shaabani, lakini ilikuwa sio ile nusu ya Shaabani peke yake. Ndio maana wanachuoni wakasema kwamba kama ulikuwa unafunga kuanzia Shaabani mwanzo unafunga mpaka ikafikia ile nusu ya Shaabani ukaendelea kufunga, wewe ulikuwa unafunga umeanza mwanzo. Na wakatahadharisha wakasema kwamba isije kafikia kwamba ikifika ile nusu ndo naanza. La, utakuwa umeingia katika wale waliozua, utakuwa umeingia katika wale ambao wameingia katika bid'a. Masahaba radhiallahu anhum hili jambo walikuwa hawalijui, kufunga kuhusisha siku ya 15 ya Shaaban kwa kufunga na kuswali swala fulani. La, hili jambo halipo, au adhkari fulani ambazo zinaletwa, hili jambo halipo katika Uislamu. Ndugu zangu katika imani, hilo lichukueni na mlifahamu namna hiyo. Kama yupo ambaye anafanya, mfahamishi kwa ikhlas kabisa kwa ajili ya Allah, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya nini, akamuongoza akaachana na hili jambo ambalo linafanywa linaenda kinyume na Uislamu. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Sheikh Uthaymeen anasema as-sahih anna siyama nisf min Shaaban au takhsisihi biqira'a au bidhikri la asla lahu, fa yawma nisf min Shaaban kaghairihi min ayyam. Anasema kwamba Sheikh Uthaymeen Allah mrehemu anasema kwamba ilivyo sahihi kwamba kufunga katika nusu ya Shaaban au kuhusisha siku hii kwa kisomo maalum au kwa adhikari maalum, ili jambo halina asili kabisa, halina asili. Tukisema halina asili kwa mara kwamba kutoka kwa Mtume sallallahu halijulikani. Hakuna hadithi ambayo ni sahihi iliyokuja ikajuzisha kuleta kisomo fulani au kuleta dhikri fulani au kuswali swala fulani au kufunga kuhusisha hiyo siku. Hakuna kabisa. Asema siku ya nusu ya Shaabani ni kama masiku mengine yaliyopo katika miezi mingine, ni kama nusu ya miezi mingine. Au mwezi wa Rajab kuna mtu anafungaga nusu, au mwezi mwingine Muharram anafunga nusu. Hakuna, ni kama miezi mingine mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo hakuna ibada iliyohusishwa hiyo siku ya nusu ya Shaaban. Ndugu zangu katika imani, ni mambo ambayo watu wamezua. Akasema tena Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, siyamu yawm an-nisf min Shaaban bikhususihi laysa bisunna kana bid'ah. Anasema kwamba kufunga siku ya nusu ya Shaaban kwa kuhusisha hiyo siku sio sunna, hii ni bid'ah. Lianna as-sawm ibada, kwani kufunga ni ibada. Fa idha lam tathbut, ni ikiwa ibada haijathibiti ya namna hii ambayo watu wanaifunga katika sheria, asema kana bid'ah,
hii inakuwa ni uzushi ambao wanatakiwa watu waukimbie kama uzushi mwingine. So kufunga ni ibada ndugu zangu, na haifai kutekeleza ibada ambayo hujaelekezwa na sheria. Kama ni ibada, basi inatakiwa kuwe na dalili ambayo imekuja sahihi ya kutuelekeza funga hiyo. Kwa hiyo tunapata kwamba kufunga au swala au kisomo au dhikri aina yoyote ambayo inafanyika katika nusu ya siku ya Shaaban, katika mwezi wa Shaaban, hiyo inakuwa haipo katika Uislamu, kwa sababu dalili hakuna iliyokuja kujuzisha jambo hilo. Lakini tukaambiwa hukumu qiyam lailata an-nisf min shahri Shaaban, hukumu ya kusimama katika usiku wa nusu ya Shaaban. Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yeye anasema kusimama katika nusu ya mwezi wa Shaaban, asema kuna mambo matatu ambayo natakiwa tuyazingatie. Kama itafikia kwamba umeamua kusimama usiku wa nusu ya Shaaban ukafanya ibada, kuna mambo matatu tuyazingatie. Asema jambo la kwanza kabisa, ayakuna lahu ada fi qiyami al-laila fayaf'al fi lailati nisfi min Shaaban ma yaf'aluhu fi ghayriha min ghairi an yakhussaha bi ziyada fahadha amru la bas. Sheikh anasema iwe sasa, ili uweze kusimama katika usiku wa nusu ya Shaabani ukafanya ibada, iwe ni ada yako, ulikuwa unasimama siku zote. Siku zote ulikuwa unasimama usiku wewe. Ndio kawaida yako, unasimama usiku mashallah. Ima ni kila siku, ima ni baadhi ya masiku. Ni ada yako kusimama usiku. Lakini ikatokea kwamba nusu ya Shaabani imefika, wewe kwa sababu mara nyingi unasimama, ukasimama kama vile ada yako, ukaswali rakaa zako ambazo umeziswali ilivyoelekeza sheria, ukafanya kama unavyofanya katika masiku mengine, na hujahusisha siku hiyo. Hapana, yani wewe umesimama kwa sababu mara nyingi unasimama usiku, ukasimama kutekeleza ibada ya swala ya sunna ya usiku kama unavyosimama siku zingine, na hujakusudia kwamba nasimama kwa sababu nusu ya Shaaban. Asema kwamba hili jambo halina ubaya wote. Kama wewe ni ada yako kusimama usiku, kila siku unasimama na swala rakaa 2 au rakaa zote zile ambazo tutaswali, ikafika nusu ya Shaabani ikawa ndo kawaida yako wewe kusimama kama kawaida kama siku zingine, hii haina shida, endelea kufanya ibada zako. Hilo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, sema an yusalli fi lailati nisfi min Shaaban duna ghairiha min al-layali fa hadha bid'ah. Asema kwamba itokee kwamba ukaswali katika usiku wa nusu ya Shaaban pasina miezi mingine, yani miezi mingine ulikuwa uswali, lakini kafika nusu ya Shaaban ndio siku hiyo ukasimama ukaamua kuswali. Unahusisha kuswali kwako huko kwa sababu ni nusu ya Shaaban. Hakuna dalili yoyote iliyokuja kuamrisha kwamba watu wasimame wafanye ibada katika usiku wa nusu ya Shaaban. Hiyo ni sehemu ya pili. Ama ya tatu, asema ayusalli fi tilka al-laila salawatu dhat adad ma'lum yukarrir kulla amin. Asema kwamba ni mtu akaswali katika usiku huo swala yenye idadi maalum, idadi ya rakaa maalum, yani ambazo zinakaririwa kila mwaka. Watu wanaswali hizo rakaa kila mwaka, ikifika nusu ya Shaabani watu wanasimama wanaswali swala hiyo.
anasema kwamba hili ndio daraja baya zaidi la uzushi kuliko lile daraja la kwanza ambalo ulihusisha siku ya Shaabani ukasimama ukaswali. Lakini hapa kuna idadi maalum kabisa imewekwa kwamba ikifika nusu ya Shaabani watu waswali rakaa kadhaa, na katika kila rakaa hizo zisomwe sura kadhaa. Hasema hili ndio baya zaidi kuliko lile la mwanzo, pamoja na kwamba yote ni mabaya. Na akasema kwamba wa abad ani sunna, hili ndio liko mbali kabisa na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, hakuna sherehe ya aina yoyote, hakuna ibada ya aina yoyote iliyowekwa na sheria inayohusu ile siku ya 15 au nusu ya mwezi wa Shaabani watu wafanye. Tutakuja kuwashuhudia watu wengi wanafanya ibada mbalimbali, za dhikri mbalimbali, visomo mbalimbali na kupika vyakula. Hili ni jambo halipo katika dini ya Uislamu. Ukilifanya au ukiona mtu anafanya, ujue kwamba huyo anafanya jambo ambalo halipo na ni uzushi katika dini ya Uislamu. Na aliyakuwa tumeshatahadharishwa kabisa tuwe mbali na uzushi. Kwa hiyo niseme kwamba kwa haya maneno mimi nilikusudia kwamba nizungumzie kuhusiana na ibada ambazo watu wanazifanya, wameshazizoea kuzifanya katika nusu ya mwezi wa Shaaban, kama tunavyoshuhudia watu wengi, na baadhi yetu tulishawahi kufanya huko nyuma huko, lakini baada ya kuelewa watu wakaweka pembeni kwamba hii si ibada, si chochote. Lakini bado wapo watu wanaendelea kufanya. Tuwafahamishe vizuri, tuwaelekeze vizuri kwamba hili jambo halipo katika dini, na tukifanya namna hii basi tutaingia katika wazushi na tutapata madhambi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kwa haya maneno ambayo nimeyazungumza, basi Allah yatie taufiki na kila mmoja yachukue, yafahamu na amwelekeze na mwingine kama atakuwa ni mwenye kuingia katika janga hili la uzushi, ili aweze kuacha nalo na aweze kuingia katika sunna, afanye ibada ambazo zimeelekezwa na Uislamu wetu, ili tuweze kupata thawabu mwisho, basi tuweze kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi niishie hapa, niseme subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.